nimekuja kuwashukuru madaktari kwa kazi nzuri wanaoifanya, na jana ameona uzinduzi uliofanywa na dasi wetu kwenye hospitali yetu hii, na hasa kwenye kitengo cha emergency. Uwekezaji uliofanywa na serikali ya Daktari Samia, lengo lake kubwa ni kuwawezesha wananchi wanaopata magonjwa ya dharura wapate huduma za haraka, kwa sababu ukichelewa unashindwa kuokoa maisha ya watu. Kama hakuna vifaa, ni rahisi sana mtu kupoteza maisha, na kama unavyofahamu watu nakaa mbali, wengine wakuta uwezo wa mpaka kuita taksi ije kuchukue kufikishe hapa inachukua muda, na ukifika sehemu kama hii unategemea wafike tu mgonjwa wako hapo hapo wakimbizane kumhudumia. Sasa madaktari nao wamefundishwa hawezi kuanza kumhudumia mtu bila kuwa na vipimo. Utaratibu wa kwenda mapokezi, lichukuliwe jina, utoke lichukuliwe jina, uanze kuhojiwa, baadaye unashangaa mgonjwa wako amefariki kwenye benchi. Lakini Rais Samia ametupa uwezo na hospitali kama hii kuwa na kituo cha magonjwa ya dharura, emergency department, yenye vifaa vyote. Kwa kweli jambo analostahili kupigiwa makofi na kuombewa na kushukuriwa sana kwa kutukumbuka wana Arusha. Jambo la pili, lengo la kambi hii ni ile ndoto ya kuendelea kuwahudumia wananchi wenye uwezo wa hali ya chini. Na ndio maana leo na jana tu zaidi ya watu 1000 wamepata huduma. Mpaka tunavyoongea zaidi ya watu 800 leo wanaendelea kupata huduma. Na matarajio ilikuwa sio idadi ya watu wengi kiasi hiki. Lakini hii inaonyesha kwamba kweli wananchi wana mahitaji, na lazima serikali tuendelee kufanya kazi ya ziada kuhakikisha tunaboresha mazingira ili wananchi wapate huduma katika mazingira bora zaidi. Jambo la tatu ambalo lipo kwetu ni kwamba hapa huu mstari ni kwamba watu wanaendelea kupewa usajili. Na leo ilikuwa ni siku ya nini? Ya mwisho. Sasa kikawaida akija mgonjwa alafu kamrudisha nyumbani kwa sababu siku imeisha, ndio inakuwa changamoto kubwa kabisa. Kwa hiyo nitamwomba mganga wetu wa wilaya na kushirikiana na mganga wetu anayetusimamia kwenye hospitali yetu hii, wale ambao watakuwa wameingia na namba wamechukuliwa, wahakikishe wote wamehudumiwa ili warudi nyumbani wakiwa na matumaini ya kupona, wakiwa na dawa zao, kuliko kurudi leo kwamba nimechelewa, watu wamekuwa wengi, nimekosa nini? Huduma. Kwa naamini kwa upendo ule ule aliokuwa nao tangu mwanzo hakuna mtu atakayeachwa, si ndio jamani?